Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Heri ya sikukuu ya mwaka mpya. Karibu sana. Mimi naitwa Juma Mohamed. Leo ikiwa ni siku ya tarehe 2 mwezi ukiwa ni Januari 2026 ndio mwaka. Alhamdulillah tumekutana kwa mara nyingine tena hapa kwa ajili ya kuendelea kutazama habari usiku huu wa leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, kwa mara nyingine ni kuarifu katika habari za kutwa hivi leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Utaungana nami katika habari za kitaifa, habari za kimataifa, bila kusahau upande wa habari za biashara na uchumi, wakati kunako upande wa habari za michezo na burudani atakuja hapa Eden Bahati kuja kuziangaza habari hizo za michezo na burudani. Karibu sana ili tuweze kuangaza habari, na tuanzie huko nyanda za juu kusini mwa Tanzania tukitazama taarifa hii kuhusiana na mvua ambazo zinazoendelea kunyesha. Watu 6 wamejeruhiwa huku nyumba 50 zikiwa zimeharibiwa kutokana na mvua iliyoambatana na upepo mkali majira ya saa 10 jioni katika kata ya Shule ya Tanga, halmashauri ya manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Ditanyoni kutoka Ruvuma, taarifa yake inaarifu zaidi. Wakizungumza mara baada ya tukio hilo kutokea, baadhi ya wananchi wamesema mvua ilianza kunyesha majira ya saa 10 jioni Disemba 31 mwaka jana, wakati wakiwa majumbani mwao wakisubiri kupokea mwaka mpya wa 2026. Kutokana na kimbunga cha mvua iliambatana na kimbunga cha upepo mkali. Kwa upepo uliingia kwa muda wa dakika chache na madhara yakatokea haya. Tulitegemea kwamba mvua itakuwa nyingi zaidi kuleta mafuriko, lakini baada ya tukio hili la uharibifu wa mazingira haya ya nyumba na upepo ulipotulia na mvua ikawa imekata, ndio haya ilijitokeza toka ile jana jioni. Mwaka nyumba jabani inabomoka, na anasema awamu ya 3 amekuja kukinga mkono hivi akaumia hapa wa kiume. Mimi mwenyewe vipande vya tofali vikanigonga hapa, kanigonga hapa na hapa. Na akanichukua yule mkaka akanivutia nje. Nyumba ikawa tayari imeshaezuliwa. Akiwatembelea waathirika kwa lengo la kuwapa pole kutokana na uharibifu uliotokea, mwenyekiti wa kamati ya maafa ambaye ni mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi ameagiza kamati ya wilaya ya Songea kufanya tathmini ya haraka. Kupitia kikao hiki nielekeze kamati ya maafa ngazi ya wilaya ikae itathmini, na yale ambayo itaona yako juu ya uwezo wa kamati ya wilaya basi watuletee kwa haraka, na kwa vile tumekwisha kuona basi na sisi tutaenda kukaa kama kamati ya mkoa tuone ni namna gani tunavyoweza kushirikiana nanyi katika tukio hili. Shida hiyo, jumla ya nyumba ni 50, ingawa asubuhi nilikuwa na taarifa ya nyumba 48 kwa ile taarifa ya kuanzia. Lakini pia majeruhi nimeambiwa hapa Tanga wako 2, kuna ambao wamepata shida kwenye vidole na miili, lakini kule Masigila nao wako 4. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa amewataka wananchi kufuatilia taarifa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini, huku suala la upandaji wa miti kwenye maeneo ya wazi likipewa kipaumbele. Kuhakikisha tunajenga kwa kuweka ring beam, lakini pia tunashikilia paa na nyumba kwa mabati au kwa waya zile wanaita coax ambazo upepo unaweza kuhimili kidogo. Eneo letu limekuwa jeupe mno. Tuwe na tabia na mazoea ya kupanda miti ili kupunguza kiwango cha upepo. Sasa tunataka tuone ubora wa nyumba ambazo zinatakiwa zijengwe kwa umakini, ili kusudi hadhi inavyopanda hata wananchi pia na wenyewe waone umuhimu wa kuona nyumba zao jinsi gani zinatakiwa ziwe na ubora. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Asante kutoka Ruvuma. Tuelekee huko mkoani Tanga. Serikali ya wilaya Handeni imeanza kufanyia tathmini ya athari za mvua zinazoendelea kunyesha wilayani humo na kusababisha uharibifu wa baadhi ya nyumba za ibada pamoja na makazi ya wananchi. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anatujuza zaidi. Akiongea wakati wa ziara ya kutembelea baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na mvua, mkuu wa wilaya ya Handeni Salum Nyamwese amesema kama kamati ya maafa ya wilaya tulishatuma watu Konje, wameenda kufanya tathmini kuona ni namna gani halmashauri tunaenda kuwashika mkono ili waweze kurudi katika hali ya kawaida ya maisha. Kwa hali kadhalika timu itakuja hapa kutoka kwa mkurugenzi, itakuja hapa Chanika kwa sababu ya maafa yametokea baada ya Konje. Kwa wanamalizia Konje, watakuja wafanye tathmini hapa, alafu tuwarudishe watu katika hali ya maisha ya kawaida. Kufuatia ongezeko la idadi ya nyumba zilizozuiliwa na kuanguka kutokana na mvua iliyoambatana na upepo mkali, mkuu huyo wa wilaya anahimiza wananchi kupanda miti ili kuzuia athari zinazotokana na upepo mkali. Tuweke na miti ya matunda,
miti ya kivuli na miti mingine inatupatia dawa. Itakusaidia pale zinapokuja mvua kama hizi na upepo mkali, maana yake inaanza kukinzana kwanza kukutana na ile miti ambayo ipo. Mpaka sasa kata zilizoathiriwa na mvua wilayani hapa ni kata za Konje, Kiva, Kang'ata, Chanika na Kwediamba. Na hapa mbunge wa jimbo la Handeni mjini ambaye pia ni naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia elimu Reuben Kwagirwa pamoja na ndugu Onesmo Makomero kwa niaba ya mbunge wa jimbo la Handeni mhandisi Charles Sungura wanatoa mkono wa pole kwa kaya zilizokumbwa na changamoto hiyo. Na serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan huwa haiwatupi wananchi wake kwenye nyakati ngumu kama hizi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakabidhi hapa angalau kitu kidogo kila mtu apate. Viongozi wetu wa kata watatusaidia kukiratibu. Tutawakabidhi hapa shilingi milioni 1.8. Mheshimiwa mbunge ametuma wasaidizi wake, kwa maana ya sisi wasaidizi wake, sehemu ya ofisi yake kuja hapa kwa ajili ya kuja kuona hali halisi iliyojitokeza, lakini pia kuwapa mkono wa pole. Na Mheshimiwa mbunge kwa kujali namna ambavyo wananchi wake wamepatwa na haya madhara, kwa kuungana na serikali akiendelea kusubiri mipango ya serikali, Mheshimiwa mbunge ametoa mkono wa pole wa shilingi milioni 1 kwa kata zote mbili za Kang'ata pamoja na kata ya Kiva. Wapongeze viongozi ambao wamejitokeza kwa hali na mali kuhakikisha wananchi wanapata tabasamu. Kwa hiyo niseme wananchi wa kata ya Chanika wanaendelea kushukuru mwongozo wa serikali ili kuepuka majanga yatakayoendelea kutokana na adha hii ya mvua. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kutoka Handeni mkoani Tanga. Na wananchi waendelee kuchukua tahadhari kuhusiana na athari za mvua ambazo zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini Tanzania TMA. Kwingineko, wananchi wa Zanzibar na wa Tanzania kwa ujumla wamekumbushwa kuendelea kudumisha amani, umoja na mshikamano uliopo hapa nchini kwa kuwa ndio utamaduni na msingi wa kupiga hatua za maendeleo. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Alhaji Hemed Suleiman Abdullah amebainisha hayo wakati akisalimiana na waumini wa Masjidi Al-Nasri uliopo Nanguji, mkoa wa Kusini Pemba. Amesema suala la amani ni mtambuka na linamgusa kila mwananchi mwenye uchungu na nchi yake, hivyo ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anaitunza amani hiyo. Tupate nafasi ya kumsikiliza na kumtazama Hemed Suleiman Abdullah ambaye ni makamu wa pili. Ombi langu kwenu wazee wangu na ndugu zangu Wananguji, hakuna kitu kizuri duniani kama amani, na hakuna kitu chenye thamani kubwa duniani kama amani. Ukitaka uone thamani ya amani pale inapopotea. Tuangalie wenzetu. Leo ni Ijumaa, kuna nchi za Kiislamu kabisa, lakini hawawezi leo kukaa msikitini hivi wakasali kabisa. Tuangalie wenzetu wa Sudan, tuangalie wenzetu wa DRC. Katika hatua nyingine, Alhaji Hemed pia amewahusia wananchi kuacha kuhujumiana kwa namna yoyote ile, ikiwemo kufanyiana chuki, ubinafsi na vitendo vyenye kuharibu heshima na utu wa mtu, wakitambua kuwa Watanzania wote ni ndugu. Tupate nafasi ya kumtazama kwa mara nyingine. Wazee wangu, hakuna jambo ambalo halizungumziki. Usichukue jambo lolote la kumhujumu mwenzako. Usichukue jambo lolote la kuhujumu miundombinu ambayo inatufaa sote. Alhamdulillah, narudia kusema alhamdulillah, tumemaliza salama. Lakini nasema tena alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, amani imeimarika, tunaendelea vizuri, tuendelee vizuri. Asante. Tuelekee huko Uswizi ambapo takriban watu 40 wamefariki dunia na wengine 115 kujeruhiwa vibaya mara baada ya moto mkubwa kuteketeza baa moja ambayo ilikuwa na sherehe za mwaka mpya kwenye eneo la mapumziko nchini Uswizi. Moto huo ulizuka katika baa ya Le Constellation iliyokuwa imejaa watu na kugeuza sherehe hizo kuwa mojawapo ya majanga mabaya zaidi kuwahi kutokea nchini humo. Polisi katika jimbo la Valenciennes imesema chanzo cha moto huo bado hakijajulikana na imekanusha uwezekano wa shambulizi. Uchunguzi umeanzishwa ili kubaini kilichotokea, huku juhudi zikiendelea kuwatambua waathirika na kujulisha familia zao. Raia
13 wa Italia ni miongoni mwa waliojeruhiwa, huku wengine 6 wakiripotiwa kupotea. Mashuhuda wamesimulia hali ya taharuki, watu wakikanyagana wakijaribu kutoroka moshi na moto. Serikali ya Uswizi imetangaza siku 5 za maombolezo ya kitaifa, huku rais wa taifa hilo Guy Parmelin akitoa pole kwa familia zilizoathirika na janga hilo na kutoa wito wa umoja na mshikamano katika kipindi hicho cha maombolezo. Haya, tukitoka Uswizi tukatazame taarifa kuhusiana na sekta ya utalii, ambapo katika kuhakikisha Wizara ya Maliasili na Utalii inafikia watalii milioni 8 ifikapo mwaka 2030, wakuu wa mikoa na wilaya wametakiwa kuhakikisha wanafahamisha utalii wa ndani kikamilifu. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Agizo hilo limetolewa mkoani Morogoro na Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji katika hafla ya kuaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026, ambapo amesema jitihada hizo ni sehemu ya kuunga mkono juhudi zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa wakuu wa mikoa wote Tanzania pamoja na wakuu wa wilaya zote nchini kushiriki kikamilifu katika kuhamasisha utalii wa ndani kwenye maeneo yenu kama ishara ya kumuunga mkono muhifadhi na muongoza watalii namba 1 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima amesema dhima ya mkoa ni kushika nafasi ya 3 kwa kufanya vizuri katika sekta hiyo ya utalii kwa mwaka 2026. Huu mwaka ulioanza leo, sisi kwenye sekta ya utalii mkoa wa Morogoro umepanga kufanya mambo makubwa sana. Upanuzi wa miundombinu umehakikisha kwamba tuna wageni wengi sana Morogoro. Nawakaribisha sana Mikumi, tuje tutalii, tufurahi mwaka mpya kwa mwaka wa mafanikio kwetu. Nikiripoti kutoka katika hifadhi ya taifa ya Mikumi mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Kutoka mji kasoro Morogoro tuvuke maji tuelekee huko visiwani Zanzibar, ambapo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imesema itaendelea kuimarisha huduma za afya pamoja na miundombinu kwa kujenga majengo mapya zikiwemo nyumba za wafanyakazi na kuweka vifaa vya kisasa kwa lengo la kutoa huduma bora za afya kwa wananchi wake. Tupate taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji Shaban Ali Othman wakati alipofungua nyumba za wafanyakazi wa hospitali ya wilaya Kaskazini B Pangatupo, ikiwa ni shamra za miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Amesema lengo la kujenga makazi ya wafanyakazi karibu na hospitali ni kurahisisha utendaji kwa kuwapunguzia masafa wafanyakazi pamoja na gharama za usafiri za kuwafuata madaktari bingwa ili kila mhitaji apate huduma kwa wakati. Kwa lengo la serikali katika kujenga makazi haya karibu na maeneo yao ya kazi ni kuwarahisishia. Hivyo basi niwaombe sana serikali ya mkoa na serikali ya wilaya kuhakikisha kwamba wale ambao wamelengwa kuwepo hapa wanakuwepo katika maeneo halisi. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Mngereza Mzee Miraji amesema nyumba hizo zimehusisha jengo moja lenye ghorofa 3 ambalo limekamilika na kuwekewa huduma zote za msingi likiwa na uwezo wa kuwahudumia familia 16, ambapo mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Gallus Nyimbo ameishukuru serikali kwa ujenzi huo ambao utakuwa msaada mkubwa hasa kwa huduma za mama wajawazito. Ujenzi wa nyumba hizi za wafanyakazi ni mradi uliochukua takriban miezi 20 na utekelezaji wake ulianza rasmi Januari mwaka 2024 na umekamilika Septemba mwaka 2025. Madaktari bingwa watakaa hapa hapa. Madaktari wabobezi watakaa hapa hapa. Hospitali ndio hiyo hapo. Hiyo ni sababu. Fatma Hassan, Channel 10. Fatma Hassan, tuelekee huko jijini Nairobi. Watu wawili wanahofia kukwama mara baada ya jengo la ghorofa 16 lilokuwa likijengwa kuporomoka katika eneo la South C jijini Nairobi. Operesheni ya uokoaji inahusisha vitengo mbalimbali ikiwemo pamoja na wanajeshi, polisi na huduma za dharura
Kaunti ya Nairobi ya Kenya Power inaendelea katika eneo la tukio. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya, tukio hilo lilitokea mapema asubuhi na kuwaacha wafanyakazi wawili wamekwama katika eneo hilo. Kitengo cha kukabiliana na majanga kaunti ya jiji la Nairobi, huduma ya kitaifa ya polisi na shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya wakiendelea na shughuli za utafutaji na uokoaji. Na Mwenyezi Mungu awatie wepesi na kuwapata wakiwa hai waliokwama katika ghorofa hilo. Kwingineko tukatazame taarifa nyingine. Waziri wa Nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amemwelekeza mkandarasi Namis Corporate Limited aliyepewa kandarasi ya ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Lushoto kuwapatia vijana wazawa na kina mama kazi zote ambazo hazihitaji utaalamu ili kutengeneza ajira zitakazowapatia kipato ambacho kitainua uchumi wao. Tupate taarifa zaidi. Profesa Shemdoe ametoa maelezo hayo wilayani Lushoto wakati wa hafla ya kupokea eneo la ujenzi wa mahakama ya wilaya ya Lushoto iliyohudhuriwa na viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, wananchi wa Lushoto, mtendaji mkuu wa mahakama na watumishi wa mahakama. Profesa Shemdoe amemshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia kutoa kiasi cha shilingi bilioni 4.272 kwa ajili ya ujenzi wa mahakama hiyo ya wilaya ya Lushoto, ambapo ujenzi wake utawezesha kuwapatia kipato vijana watakaopewa kazi kwenye ujenzi wa jengo hilo la mahakama ya wilaya ya Lushoto. Fedha hii itatusaidia kutoa ajira kwa vijana ambao watasajiliwa ama wataajiriwa japo kwa muda mfupi wa mwaka mmoja na mwezi mmoja kufanya kazi kwenye ujenzi huu. Ndugu mkandarasi, ninakuomba huku nikikuelekeza kwamba kazi zote ambazo hazihitaji expert naomba wapewe vijana wetu wa hapa Lushoto. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa mahakama ya Tanzania Profesa Elisante Ole Gabriel amesema mkataba wa ujenzi wa mahakama hiyo ya wilaya ya Lushoto uliosainiwa hautakuwa na nyongeza ya muda kwa mkataba wala nyongeza ya gharama, hivyo watasimamia ili kuhakikisha ujenzi unakamilika kwa wakati, kwani wananchi wana shauku ya kuhudumiwa katika jengo jipya la mahakama ya wilaya hiyo. Hatutakuwa na muda wa nyongeza, hatutakuwa na nyongeza ya gharama, hatutakuwa na utani katika swala la kazi hii. Ni kazi muhimu, wananchi wanasubiri hii mahakama kwa shauku kubwa sana. Tunamshukuru mbunge wetu kwa kutupa hii fursa, kumwambia mkandarasi wazawa wapate riziki hapa, riziki zisiende kwa watu wengine. Nadhani Mungu akipenda nitakuwa mmoja wapo wa kupata ajira hapa kwenye hiki kijiji. Kwa hiyo nitanufaika kwa sababu na watoto wanataka shule na watoto wengine ambao bado ni wadogo. Eden Bahati, Channel 10. Asante Eden Bahati. Serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 6 katika halmashauri ya wilaya Geita mkoani Geita, ikiwemo bilioni 3 za utekelezaji wa miradi zaidi ya 20 ya boosti inayolenga kuboresha sekta ya elimu, hususan miundombinu ya shule za awali, msingi na sekondari. Tujiunge na taarifa ya mwandishi wetu Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Katibu tawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombati amebainisha hayo wakati wa ziara ya mkuu wa mkoa wa Geita aliyefanya ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya elimu katika shule ya msingi Sozibuye iliyopo kata ya Busanda wilayani Geita, na kwamba fedha hizo zinakwenda kuondoa changamoto kwenye sekta ya afya, elimu na utawala. Tuna zaidi ya bilioni 6 kwa halmashauri ya wilaya ya Geita peke yake kwa ajili ya miundombinu mingineyo ya afya, utawala na elimu kwa ujumla wake. Katika ziara hiyo, mkuu wa mkoa amekagua ujenzi wa madarasa 4 na matundu 12 ya vyoo pamoja na ujenzi wa vyumba viwili vya shule ya awali na matundu 6 ya vyoo, mradi uliotekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 195 kupitia mpango wa boosti. Napongezeni sana ndugu zangu wa Busanda kwa kuona haja ya kujiletea maendeleo, lakini kwa kuwa na kiu ya maendeleo ya watoto wetu. Mtoto yote mwenye ufahamu hata akilima atalima kwa kufuata taratibu za kilimo cha kisasa na atapata maendeleo kwa kupitia hicho kilimo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, shule ya msingi Sozibuye ilipokea fedha kiasi cha shilingi milioni 195 na laki 3 kama bakaa kwa ajili ya ujenzi wa madarasa 4 na matundu 12 ya vyoo pamoja na vyumba viwili vya shule ya awali na matundu 6. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.
Asante Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita. Mtazamaji, kama kwanza unaungana nasi, hii ni habari za kuto kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi naitwa Juma Mohamed. Tuendelee kutazama habari nyinginezo na tuelekee huko nchini Marekani, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ameionya mamlaka ya Irani dhidi ya kuwadhuru wanaoandamana kwa njia ya amani. Katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii, Trump ameandika kuwa endapo waandamanaji watadhurika, Marekani haitasita kuchukua hatua. Hata hivyo, afisa mwandamizi wa Iran Ali Raljan alijibu maoni ya Trump akionya kwamba kuingilia kati kwa Marekani katika masuala ya ndani ya Iran itakuwa na sawa na kunyumbisha udhibiti wa eneo lolote la Mashariki ya Kati. Hadi sasa takribani watu 6 wameripotiwa kuuawa nchini Iran siku ya Alhamis mara baada ya karibu wiki moja ya maandamano makubwa yaliyosababishwa na hali mbaya ya kiuchumi. Itakumbukwa Marekani ilishambulia vituo vya nyuklia vya Iran mwezi Juni, ikijiunga na kampeni ya anga ya Israel inayolenga mpango wa nyuklia wa Tehran na uongozi wa kijeshi. Hayo yanajiri mara baada ya Iran kuunga mkono makundi ya nchini Lebanon, Iraki pamoja na Yemen. Naam, asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Kwa sasa tuweze kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakuja kutazama habari za biashara na uchumi. Mimi naitwa Juma Mohamed. Bado endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.